Yes, bwana, mchezo mkubwa wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka barani Afrika ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya RS Berkane kutokea katika nchi ya Morocco dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo mchezo wa mkondo wa kwanza unatarajiwa kuchezwa nchini Morocco, yani RS Berkane wataanzia nyumbani dhidi ya Simba Sports Club, lakini mchezo wa mkondo wa pili unatarajiwa kuchezwa nyumbani, yani Tanzania, ambapo Simba atakuwa akijiuliza. Kwa hiyo matokeo ya jumla, yani aggregate, yatakwenda kumfanya bingwa mpya wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Fahamu klabu ya soka ya Simba Sports Club katika hatua ya nusu fainali waliweza kuiondosha klabu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini kwa aggregate, yani katika michezo miwili ambayo Simba walicheza, basi waweza kufanikiwa kutinga hatua ya fainali kibabe kwa kushinda bao moja pekee, ambapo bao hili walipata katika mchezo wa mkondo wa kwanza pale visiwani Zanzibari nchini Tanzania, huku wakienda Afrika Kusini na kwenda kutoa sare ya 0-0. Lakini klabu ya soka ya RS Berkane wao waliweza kuiondosha CS Constantine kutokea nchini Algeria, ambapo kwa upande mwingine mchezo wa kwanza pale nchini Morocco walishinda mabao 4-0. Kwa hiyo tunaona Berkane wakiwa nyumbani kwao wanang'ata kweli kweli, lakini walivyokwenda ugenini pale Algeria walifungwa bao 1-0. Kwa hiyo tunaona wakaweza kutinga hatua ya fainali kwa aggregate ya mabao 4-1. Kwa hiyo tofauti ya RS Berkane na Simba, RS Berkane katinga hatua fainali kwa kushinda mabao mengi, yani mabao 4, lakini alipoteza mchezo mmoja. Simba ametinga hatua fainali lakini ameshinda bao moja, lakini Simba hakufungwa mchezo wote ule kwa sababu alishinda nyumbani na kwenda kutoa sare ugenini. Kwa hiyo Simba anaonekana mzuri akiwa ugenini. Kwa hiyo tunaona ni mchezo ambao kwa upande mwingine unakwenda kuvikutanisha vilabu ambavyo vina mizani sawa, ambapo Berkane wametoka kutoa ubingwa wa ligi kuu ya pale nchini Morocco, kwa Simba wakiwa katika nafasi ya pili, huku ligi ya Tanzania bado haijamalizika. Kwa hiyo tunaona ni mechi bora kabisa ambayo kila mtu anatamani kuja kuishuhudia. Sasa kuelekea katika mchezo huu, tunaona kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, tunaona kwa upande mwingine wameweza kuzibadilisha ratiba zile mbili za michezo huu, mechi ya mkondo wa kwanza pale nchini Morocco na mechi ya mkondo wa pili nchini Tanzania. Fahamu mechi ya mkondo wa kwanza imepangwa kuchezwa pale nchini Morocco. Kwa mujibu wa ratiba, mchezo huu unachezwa siku ya Jumamosi, yani ulikuwa uchezwe majira ya saa 11 pale Morocco, lakini kwa sasa Tanzania ingekuwa ni saa 1 usiku. Lakini tunaona RS Berkane wakaomba mchezo usogezwe mbele, kwa hiyo watakwenda kucheza majira ya saa 2 hapa pale nchini Morocco, lakini ni saa 4 usiku kwa sasa nchi ya Tanzania, ambapo mchezo utachezwa siku ya Jumamosi, yani Mei 17 mwaka 2025. Na mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona sasa kizungumkuti ni katika mchezo wa mkondo wa pili, ambapo tunashuhudia mchezo huo hapo awali kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF waliweza kutangaza kwamba mchezo huo utachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, yani siku ya Jumapili ya tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 10 jioni. Sasa kwa upande mwingine tunashuhudia CAF wameweza kutengua ratiba ya mchezo huu kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hatimaye mchezo huu kwa upande mwingine unapelekwa visiwani Zanzibar. Sababu ambayo CAF wametoa ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa ukituamisha maji, na vigezo ambavyo CAF wameangalia ule mchezo wa fainali wa Yanga dhidi ya USM Alger. Mechi ile ilinyesha mvua na ikaharibu ladha ya mchezo, kwa hiyo wanaona yasije kujirudia yale ambayo ilitokea katika mchezo wa Yanga wa fainali. Kwa hiyo tunaona wanaamini fainali inatakiwa kuwa na ladha, kwa hiyo kwa upande mwingine wanaamini Simba wanatakiwa kwenda kucheza pale visiwani Zanzibar. Sasa taarifa ikufikie ni kwamba mchezo huu kwa mujibu wa CAF unatarajiwa kuchezwa visiwani Zanzibar, yani siku ya tarehe 25 majira ya saa 10 jioni, tarehe 25 hiyo mwezi Mei mwaka 2025. Lakini mpaka sasa Simba wanapambana kuona uwezekano wa kurudisha tena mchezo huo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ndio ratiba ambayo CAF wameweza kuibadilisha, ambapo imekuwa ni pigo kubwa kwa Simba, kwa sababu ukiangalia kwenda kucheza visiwani Zanzibar ni uwanja ambao unachukua mashabiki wachache, mashabiki 15,000. Kwa hiyo endelea kukaa nasi hapa, kama Simba watafanikiwa kurejesha mchezo katika uwanja wa Benjamin Mkapa tutakuletea habari hiyo.